سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم kipindi hewani Almanafia. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyokuwa ada, tukiwa katika mwendelezo wa kipindi chetu chenye manufaa mengi ambacho kinaeleza darsa, historia, dua mbalimbali ambazo zinaongozwa na Sheikh Al-Hajj Sheikh Sharif Mikidadi Robert Matongo. Katika kipindi kilichopita, walillahi alhamdu, tulipata kuona namna baba yake mzazi alivyoweza kusilimu na matukio yaliyotokea kuelekea katika kusilimu kwa baba yake. Leo tutakuwa na lipi? Endelea kuwa nami katika kipindi chako Almanafia ili kuyapata mengi yaliyo mazuri. Tunaye hewani Sheikh Sharif Mikidadi Robert Matongo. Alhaji, karibu kwa ajili ya kutolea salamu wa pili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya wasikilizaji wote, walillahi alhamdu, tunaendelea na kipindi chetu. Tunaye Sheikh Sharif Mikidadi Robert Matongo, mwana da'wa mkubwa ambaye anafanya kazi ya da'wa tangu akiwa na umri wa miaka 3. Walillahi alhamdu, mambo mengi yametokea katika maisha na katika kukua kwake, na leo nataka Sheikh kwanza atupe historia kidogo, ikisha tuendelee na darsa, alafu atuombe dua. Sheikh Sharifu, katika miongoni mwa matukio ambayo yalitokezea katika udogo wako, kuna tukio lilipata kutokea maeneo ya Keko pale. Kuna mtu alikuja, nadhani alikuwa si Muislamu, kuna kitu alitaka kuuliza hivi, alafu baadaye kuna neno alilisema. Alipolisema hilo neno, nafikiri uliswali rakaa 2, na baada ya rakaa 2 ukanyanyua mikono, baadaye shughuli zikaendelea, lakini si muda mrefu ililetwa taarifa pale katika mkutano. Tukio hili nafikiri unalikumbuka. Hebu wewe ndio lilikutokezea, basi tupe kidogo maelezo yake ili mpenzi mtazamaji apate kujifunza katika historia. Alhamdulillah al-fadl al-azim wal-mann al-jasim yabsutu yadahu lil-layli liyatuba musii'u bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u bil-layl la yughayyir liman raja man tawakkala alayhi kafa wa man tawadha bi jalalihi rafa ومن تكبر عن عمره وضع. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. أما Sheikh Rajab, ilitokea ilikuwa mwaka 94. Tulikuwa tuna mhadhara pale Keko Machungwa. Ndio. Kipindi hicho nilikuwa baada ya mawaidha kuna muda wa watu wanakuja kuuliza maswali. Wanauliza maswali mbalimbali. Kwa hiyo mtu akapewa maiki ya kuuliza maswali kwa sababu Muislamu akasema, wewe ndo katika wale manabii wa uongo. Allahu Akbar. Unakuja hapa mnafanya uongo. Unafundishwa mambo. Mimi zamani nilikuwa ni mtu mwenye hasira sana. Nikalia pale nikaswali rakaa 2. Nikaambia watu tusome Al-Amtara 21. Alafu nikamwambia basi kama mimi nabii wa uongo, Mwenyezi Mungu atabainisha baina yangu mimi na wewe. Basi mzee wangu akanifuata pale akaniambia, jamaa za nini? Mwingine mhadhara ukaendelea. Yule bwana sasa kumbe alikuwa ni mtu anafanya biashara sokoni. Alikuwa anauza sokoni. Basi kaenda pale katika meza yake, kilichotokea pale, yule bwana akasimama kwenye ile meza yake, akavua shati, akachukua maharage yake, akachukua ile meza ile, akaipindua, akavua nguo, akaanza kukimbia ovyo. Subhanallah. Mimi nilisema kwa nake. Allahu Akbar. Siku ya pili wakaja kwetu pale na ule mtoni kwa ziara. Lakini siku waliokuja ni siku ambayo tulikuwa
Sasa tulipata mwaliko wa rais wa Zanzibar. Kipindi hicho alikuwa anaitwa Dr. Salmin Amur. Mzee wetu, Mwenyezi Mungu ampe afya iliyokuwa njema. Alitualika Zanzibar, ndo tukaenda sasa Zanzibar. Kwa hiyo yule mtu tukaona naye tena. Ndio. Hatukujua hali yake kwa nyuma, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu ampe shifaa. Allahumma amin. Kama bado ana maradhi hayo, kwa sababu sisi tena taarifa zake. Allahu Akbar. Na Mungu ampe shifaa. Allahumma amin. Alhamdulillah, tumepata kujifundisha na tupo katika kipindi Almanafi. Lengo la kipindi ni kuleta manufaa, na manufaa haya yako katika njia nyingi. Miongoni mwazo ni kupata historia ya kuzaliwa kwake Sheikh Sharifu tangu akiwa mdogo, kazi yake ya dawa akiwa mdogo, lakini dua anazoombea watu, namna anavyoweza kuwasaidia watu kwa matatizo mbalimbali, ndio kusudio la kipindi chetu hiki. Kwa hivyo leo alhamdulillah tumepata kuona kwamba alipokuwa mdogo lilitokezea tukio hilo pale maeneo ya Keko Machungwa. Kwa wakazi wa Keko Machungwa wanaweza kukumbuka wakati ambapo kama aliyetaka kuuliza, kutaka kumkebehi, kumdharau na kuonyesha kwamba kazi anayofanya si lolote, si chochote, alijikuta akiharibu biashara yake na mwenyewe kuanza kuvua nguo na kukimbia mbio. Sheikh Sharifu, mara nyingi umekuwa ukieleza katika upande wa nasaha, mawaidha kuhusiana na anwa'u sihri, aina mbalimbali za uchawi. Na uchawi ni kitu ambacho kwa kweli tunapata kujifunza, ni kitu chenye kutengenezwa na hakionekani kwa macho ya kawaida, lakini kinawadhuru watu. Sasa nimekusikia katika aina nyingi ukizungumzia huko nyuma, leo tunajifunza aina gani ya uchawi? Na shauraja uchawi uko mwingi sana. Na tunazungumza haya ili watu wapate kutanabahi na wajue, na ili wapate kujinusuru. Kuna uchawi unaitwa an-nafisa. Uchawi huu ni uchawi wa kumfilisi mtu. Yaani mtu anaweza kuwa ana mali ama mfanya biashara mkubwa, huyu mtu akaanza kufilisika mpaka akawa hana kitu. Mtu anaweza kuwa hana yani yule mtu mujtahid katika biashara, anajitahidi, anafanya biashara, ana duka hili, ana duka hili, ana duka hili, lakini kinaanza na uchawi huu huwa wanakusudiwa watu. Hata ukisoma katika Sihr al-Kuhan, hivi ni vitabu ambavyo vinaelezewa aina ya uchawi. Ama Asrar al-Kahfi ni vitabu ambavyo vinaelezea habari za uchawi, kwa sababu ili ujue sihri, ili upate kumtibia mtu lazima ujue kwanza. Kwa maana tunapita, tunaangalia, tunasoma haya mambo ili unapojua tatizo na unajua kulitatua. Unafahamu? Uchawi huu shekhe huwa ni uchawi wa mafundo unaitwa. Mtu anaweza kuchukua athari ya nguo yako, alafu ikachukuliwa na kipande cha sanda. Alafu mtu anaweza akakuomba pesa, anaweza kaja, kwa sababu unajua sihiri watu wanaofanya sio watu wanaotoka mbali, ni watu wa karibu. Ndio. Lakini uchawi huu huwa inatumika hela yako. Anaweza kaja mtu, bwana, hebu nisaidie hela, ukatoa 10,000 au 20. Ama akaja akakwambia, bwana, nina tatizo shagaraga, nataka kama vile 70 au 80, ukampa. Kwa hiyo ikichukuliwa ile hela ile, ndio inaenda inafungwa katika mafungo hayo. Allah. Fungu la kwanza inafungwa riziki yako isiingie. Fungu la kwanza fungu la pili linafungwa sana hii hela ikiwemo, kwamba mali yako sasa ndio inafungwa hii pesa yako. Allahu. Fungu la tatu mpaka yanafungwa mafungu 17. Halafu inachukuliwa inachukua katika chungu. Halafu wanatufanya watu wa sahiri hawa, wanazika katikati ya kaburi na kaburi, yani sio makaburini, kaburi sio kuna kaburi hapa na hapa kaburi hapa na jingine pale katikati pale, ndo wanazikwa baina ya maiti mbili. Allahu Akbar. Sheikh, ukifanyia uchawi huu ndio unaweza kukuta mtu una biashara tunaanza kushuka. Sheikh, hata kitu chako uwe unakiuza, basi anaweza kaja mtu, hata mtu yuko na pesa tayari kununua, akiondoka pale sheikh harudi. Subhanallah. Ama mtu akanunua, lakini kwa mfano nyumba yako inauzwa milioni 100, mtu akanunua, basi anakupa milioni 5, bado anakupa 5 hii,
hiyo 95 nitakumalizia, basi anakupa 5, anakupa 10, anakupa, yaani unapewa hela kidogo kidogo mpaka inafikia pahala ile hela imekatika na hujui unafanya nini. Ni uchawi mbaya sana na watu wengi ambao unawaathiri. Kwa hiyo unauondoaje huu? Ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna vifungu vyake. Ndio lazima mtu asome suratul Mulk mara 7, asome suratul Jinn mara 7, suratul Jathia, na kuna dua za kufanya zinaendana. Uchawi shekhu, watu wanagaramika kwenye uchawi. Na ndio maana pia kutoa uchawi pia kuna gharama. Kuna mtu mwingine kwanza akaba, mbona gharama zangu? Kwa sababu kuna vitu lazima vifanyike hatua kwa hatua. Na uchawi ni tarik, ni njia. Ni kama vile ukikosea njia huwezi kufika. Ndio. Basi ukikosea njia pia kumtibu mtu inakuwa ni ngumu. Kwa yaani huwezi ukaruka kwamba hili tuliache, lazima upate forces. Kwa hiyo huu ni uchawi ambao unawafilisha. Maana mtu anafaidika. Kuna mtu anaweza kukuta anatafuta kazi yake, ngoja, kama kuna mtu mmoja alikuja majuzi hapa. Anasema, Sheikh, mimi na jambo moja. Riziki zangu zinakuwa ngumu. Lakini Sheikh, kila nikipambana mimi nimepata shamba sehemu, ile shamba inatakiwa nilime huko, ikaonekana inatakiwa nipate pikipiki. Sheikh, nimepata pikipiki kwa taabu sana. Nimeenda Imomba huku, nimeenda huku, nikasema hii pikipiki tayari kule mambo yangu ya shamba yako sawa. Kuna kijana mmoja ninakaa naye mimi, ile bwana anipigia kelele, bwana, mimi naomba nijifundishe pikipiki, naomba nijifundishe pikipiki. Mimi nitakuja na waya, nitakuja kuikata hii pikipiki mimi nichukue. Bwana, basi siwe taabu. Akamtafuta kijana ambaye anajua kuendesha pikipiki, akamwambia weka mafuta yako uendeshe. Basi na bwana ndio wakati anafundisha yule kijana kwa mkorofi hivi na hivi. Sasa ikabidi yule kijana anamfundisha, akazira, akasema, bwana, unanitukana mimi nakufundisha, basi wewe pikipiki utarudisha mwenyewe, utarudisha mwenyewe kwa mwenyewe. Yule bwana anakuja, anasema niko nyumbani, ninapigwa simu, fungua mlango, vipi? Anasema pikipiki imepata ajali. Yule bwana kumbe alichukua pikipiki pale, shikaenda kabla na mtu yule, mtu mmoja kafa, ile pikipiki imekatika katikati. Allah. Ni moja ya athari ya huu uchawi an-nafisa. Maana kuna watu katika maisha yao kila bidii wanayofanya katika shughuli kuvuta nyuma. Mtu alikuwa tajiri, unashangaa mtu anafatisika vipi? Kuna mtu sisi tulikuwa tunamfahamu, alikuwa pale Mombasa, alikuwa ni tajiri. Tajiri mkubwa sana. Alikuwa ana masamitrela, shaka zile samitrela mpaka imejengwa kama vile ghorofa 5 hivi. Hapo zile samitrela juu zinakuwa zimeandikwa namba. Kwa mwenyewe akishika kule ndo anakaa anaangalia zile namba zile. Anaona namba 45 haipo, namba 105 haipo, namba afu anapigwa simu, track iko hapo. Lakini yule mtu shaka alifilisika, ikafika pala mpaka anakaa chumba cha kupanga. Allah. Na hiyo chumba cha kupanga inafika pala pia kodi ya kulipa. Allah. Hii sifuri inaitwa an-nafisa. Lakini sifuri hii pia mwisho wake kabisa huwa inakuachia maradhi. Baada ya kumaliza mali. Ukishamaliza mali sasa. Mwisho wake unakuwa una maradhi. Unakuta unapelekwa operation hii. Kwa hiyo namna yote hii ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaallah. Namna yote ya mambo haya, mitihani hii ambayo Sheikh Sharif amekuwa akieleza, hakuna kimbilio zaidi ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanza dua. Na ndugu mtazamaji, bila shaka umepata kitu ambacho Sheikh Sharifu anajaribu kukuamsha, kukuelekeza, kukuzindua kwamba matatizo yapo, lakini pia ufumbuzi wa matatizo ni kumwelekea la ilaha illa Allah, ambaye yeye ndiye mfumbuzi wa mambo yote. Sheikh Sharifu, umekuwa ukieleza sana masala ya dua, lakini unaposoma dua sometimes kuna baadhi ya matatizo labda yako ndani ya mwili, labda kuna dawa ambazo natakiwa mtu utumie. Kuna aina yote ya dawa ambayo labda umetayarisha na inafanya kazi gani, inasaidiaje? Shagaraja, kutokana na simu nyingi ndio na watu wengi na kuna watu wengine visomo vyao wana gharama zinakuwa wanashindwa kuafford. Ndio kuna dawa tumeitengeneza. Hii dawa hii hii dawa inaitwa Shifaatul Jasadi min an-Niran al-Hasad. Shifaatul Jasadi min an-Niran al-Hasad, yani maana yake ni shifaa ya mwili
kutokana na miale yoyote ya hasad, ain ama uchawi. Yani kama wewe ushakufanywa sihiri katika mwili wako, ushawahi kulala ukaota unalishwa, ushawahi kuchanjwa chale, ushawahi kuchukuliwa kivuli, ushawahi kuandikwa ukaning'inizwa katika mti, yani ismu yako, ushawahi kuchukuliwa jina lako likafungiwa katika jiwe, bimaana sihiri yoyote ambayo inakusumbua katika mwili, ambayo unaijua na kuna ambao huijui. Kuna sihiri nyingine ya mtu ana uchawi lakini haujui kama ana uchawi, anaona ni hali ya kawaida. Kuna mwingine anakuwa ana maradhi ya hospitali, anakwenda ana pressure, ana sukari, ana vidonda vya tumbo, ana mpaka maradhi ya kisasa haya. Kuna wengine pia ni ya kutengeneza. Kama ni katika maradhi ambayo yanatokana na sihiri, kwa uwezo wa Allah hii ni dawa. Mashaallah. Kwanza process yake ya kutengeneza sihiri ama kulogwa ama uchawi ama hasad ama vifungu vyovyote huwa vinafanyika kwa siku. Yani inakuwa ni siku maalum. Labda wewe sihiri yako ulifanywa Jumamosi. Jumamosi saa 5. Kwanza haya mafuta haya ama mchanganyiko haya mafuta huwa tunasomea dua maalum. Na dua hii ni kikao maalum kinaitwa riadha. Hichi kikao watu wanakaa ndani kwa muda wa siku 7. Tunakuwa tuna vijana wetu 9. Wanakuwa wanapishana, 3 wanasoma, wanasoma Qur'ani nzima. 3 wanapumzika, 6 wanapumzika. Wakichoka hawa wanainuka, hawa wanasoma, wengine wanapumzika. Wanapishana. Yani muda ambao wengine wanaswali hawa wanasoma, wakimaliza kuswali wanasimama, hawa wanaswali, hawa wanasoma. Kwa muda wa siku 7 mfululizo. Lengo letu ni nini? Na wanakuwa hawatoki ndani. Kwanza ni kumkaribisha Mwenyezi Mungu zaidi, lakini pia bimaana wewe kila muda ambao sihiri yako ilifanyika basi palikuwa panasomewa. Kama ilifanyika Jumamosi saa 5 basi hiyo saa 5 Jumamosi unaipata. Watu walikuwa wanasoma. Kama ilifanyika Jumapili saa 7 basi hiyo saa 7 utaipata. Kama ilifanyika Alhamisi saa 9 usiku, hiyo saa 9 usiku unaipata kwa sababu watu walikuwa wanasoma. Watu wa riadha hao wanaingia Ijumaa hawatoki mpaka Ijumaa. Na wanakuwa wanapishana. Bimaana hakuna saa, hakuna dakika, hakuna sekunde inayopita bila kufanyika kisomo. Bimaana kama wewe ulihasidika kipindi hicho, basi sihiri hiyo ipo. Kwa sababu haya masuala ya sihiri pia na kuhasidika pia inataka ile time. Ukiwahi sana ile time ambayo ulifanyiwa, kwa uwezo wa Allah inakuwa ni rahisi zaidi yale matatizo kutoka. Kwa sihiri hii kama mtu ana uchawi wa kibiashara, kuna mtu anafanya biashara yake na kuwa haifanyiki. Kuna mtu mmoja alikuja, ni tajiri mmoja wa mabasi, sisemi wa wapi. Yule bwana alikuwa gari zake zenyewe zinapata ajali ama vyuma vinaharibika. Ataweka injini mpya leo Sheikh, lakini ikienda safari Sheikh ikitoka hapa mpaka Chalinze injini imekufa. Basi akapata dawa hii, Shifahatu jasadi min al-irani al-hasad. Kwa mfano una chombo cha usafiri, ama kama una ni duka ama nasema biashara, unachukua matone 3 unachanganya kwenye maji afu akaosha. Sheikh wakati anamalizia kuosha anamwagia maji kwenye injini, katika injini Sheikh katoka mtoto wa mamba. Kia kipande hichi amekimbia mtoto wa mamba, anahirizi kufika karibia na yake, ilikuwa ni gereshini kwake, karibia na geti la kutoka, yule kafa. Akaita Sheikh ni syphilis. Toka pale Mwenyezi Mungu akamfanyia wepesi. Lakini kuna mama Sheikh alikuwa ana matatizo ya operation. Mama alifanywa operation karibuni 9. Jamani, sihiri zipo. Operation ya 8, operation ya 10 ameenda hospitali moja inaitwa KSMC, iko nadhani Moshi ama Arusha. Akaambiwa yule daktari kama mimi sijawahi kuona matatizo kama yako, mimi ni specialist wa kina mama. Lakini nimeshafanya operation 8. Nyama inayotolewa ni same ile ile, kama ni kilo 2 ni kilo 2 vile vile, ukubwa vile vile na kitu ni vile vile. Nenda kamombe Mungu mimi sikufanya tena operation ya 10. Mama akaja Arusha, tulikuwa tunafanya mahadhara katika viwanja vya NMC sio KSMC, viko nyuma kwa Arusha. Ndio. Basi akachukua hii dawa, alivyoweka katika maji, maana kama ni ya kunywa unachukua maji ya moto unaweka kidogo matone na kunywa. Wakati amekunywa huyo mama usiku akasikia haja kwenda chooni. Choo chake kiko ndani ya nyumba. Wakati anatoka basi akasikia ile haja imetoka. Kuangalia hivi si haja shika, ametoka nyoka kwa inchi 6, amekatika vipande.
sihiri hii ya kulishwa. Toka hapo Mwenyezi Mungu akamfungua na akaja na alipiga picha, akaja kwenye hadhara na akazungumza, na mpaka leo akapona, na alikuwa Mungu hajamjalia kupata uzazi akapata uzazi. Kama mtu ana matatizo ya uzazi hajapata uzazi, ama amekwenda hospitali anaambiwa sijui miraja imefunga na nini, kwa uwezo wa Allah tumia mafuta haya, Mwenyezi Mungu atakufanyia shifa inshallah. Lakini kuna wale watu ambao nyumba zao hazikaliki, nyumba zao hazikaliki. Kuna mtu alikuwa na nyumba kila akipanga na kuna watu wanatembea na nini. Kuna matatizo mengine haunayo wewe ya katika mji unaoishi. Ndio. Ukitoka huko ukiingia katika ile nyumba, chukua idawa weka kidogo, matonye mwagie pembe zote za ndani ya nyumba. Kama kuna hasad, kama kuna sihiri, kama kuna uchawi pale, na utaona kuna vitu vingine vinatoka. Kwa hiyo dawa hii tukaiandaa kwa ajili ya hiyo. Kuna watu shaka na wamefungwa, mtu akienda kuomba kazi apate haolewi. Mwingine posta zinakuja, lakini baada ya pale haina nini. Mtu mwingine akienda kuomba kitu hapewi. Ndio. Tumia dawa hii kwa kupaka usoni. Kidogo tupaka, alafu nenda kamwambie mtu jambo lako, nenda katakibana, mimi nataka unisaidia kitu fulani, kwa uwezo wa Allah na kwa Qur'an ile usomewa na kwa siri asirari aliyofanya. Mwenyezi Mungu atakupa majibu. Na kama uko Dar es Salaam unaweza ukaja kituoni ukachukua, ama ukapiga simu ukafanywa delivery. Mashaallah. Utakufikia mpaka ulipo. Kama uko mkoani utapiga simu, utatumiwa popote pale ulipo. Kama uko Kenya pia tunatuma. East Africa. Okay. Naweza kukufikia. Kwa watu ambao wako nje, kama una ndugu yako anaweza akatumiwa hapa, alafu yeye afanye mpango au kufikishia, basi kufikishia. Watoto pia wale ambao fahamu zao zinakuwa ni chache kwenye kusoma. Wale watu pia walopata paralyze ya muda mrefu, mtu ana stroke ya muda mrefu, stroke ya uchawi, tumie inshallah. Alhamdulillah. Na vile vile kwa wale kina baba pia ambao hali zao sio hali alladhi la yastatu ala. Wale kuna wale watu mwanzo gari yake ilikuwa inaenda safari vizuri, safari moja mbili, lakini sasa hivi safari mara inaisha njiani, mara abiria wanataka wadai. Sikusudi safari kama safari, ila nakusudia safari kama safari. Ndio. Basi pata dawa hii. Unakuwa unakunywa, alafu kuna maelekezo atatupigia, tutampa maelekezo kufanya. Basi safari yako itakuwa ni safari salama na abiria wako utafurahia kwa uwezo wa Allah. Mashaallah, mashaallah. Huyo ni Sheikh Sharifu Mikidadi Robert Matongo akiwa ametufafanulia pia pamoja na dua kuna dawa. Ambacho tumejifunza kwake kwamba unaweza ukafanyiwa dua au ukaja hapa ukafanziwa dua, au ukawa ulipo ukaleta maelezo ukafanziwa dua, lakini bado pale nyumbani kukawa kuna matatizo. Baada ya dua kusaidia na kukufungua ndani ya nyumba kuna mashakili. Tadawa ya ibadur rahman fa inna likulli da'in dawa. Jitibuni enyi waja wa Mungu, hakika kila ugonjwa una dawa yake. Kwa yule ambaye atakuwa anahitajia, nadhani namba za simu zinapita hapo za Sheikh Sharifu, lakini pia yule ambaye anahitaji visomo kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo yake kumwelekea Mwenyezi Mungu, namba za simu pia zinapita ili uweze kuwasiliana na Sheikh Sharifu mwenyewe. Sheikh Sharifu, baada ya haya ambayo umeeleza, labda una kipi cha kuweza kumweleza mtazamaji wako ambaye anafuatilia kipindi hiki cha Almanafi? Kubwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Usikate tamaa, na Allah anambia ud'uni astajib lakum. Naam. Niombeni nitakujibuni. Mashaallah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Falyastajibu li. Watu kwanza wafanye ibada. Waswali. Pengine matatizo haya pia kuta kwa sababu ya kutokufanya ibada zake. Ujikaribishe na Mwenyezi Mungu. Ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi Mungu huwa anafungua mambo mengi. Mweke Mwenyezi Mungu mbele. Msabihi Mwenyezi Mungu. Mdhukuru Mwenyezi Mungu. Manabii wote walikuwa wenye kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Kuanzia Yunus mpaka Adam mpaka nini, mtajeni Mwenyezi Mungu. Ifkar na kumtaja Mwenyezi Mungu inafungua. Inafanya iftitah. Na Mwenyezi Mungu ajalie amani katika majumba yetu. Mungu atupe amani katika familia zetu. Mungu atupe amani katika kwa wake zetu. Mwenyezi Mungu ajalie atuushe kila mitihani. Mwenyezi Mungu atufungulie kila jambo.
اللهم صل وسلم على عين ربانية وليقوت المتحركة الحركة بوردة الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة العدمي صاحب الحق رباني وبقت الأبداع بطوه الأرواح أكل كل متعدد من البهور والأوامي ونور كلام الذي منعت به الكون كالخائفين بأمكن المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق الحروف الذي تنجل به الحقائق. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إننا نسألك إن كان رزقنا في السماء فأنزلنا وإن كان في الأرض فحرجنا وإن كان بعيدا فقربنا وإن كان قليلا فأكثرنا وإن كان كثيرا فباركنا وإن كان حراما فتحبنا يا رب العالمين وإن كان حراما فتحبنا يا رب العالمين وإن كان حراما فتحبنا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mwisho wa dua yake Sheikh Sharif ndio mwanzo wa vipindi vingine, lakini usisahau kwamba ametuelekeza dawa ambayo itakusaidia katika matatizo mbalimbali aliyozungumza, na kwa wale wenye kuhitaji basi unaweza kuwasiliana na namba za simu hizo zinazopita ili kuweza kupatiwa dawa hiyo. Ndugu yangu katika imani, wewe unaifuatilia kipindi hichi, ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu hii, kushare, kulike, kucomment, ili kinapojiri kilichokuwa kipya kutoka kwa Sheikh Sharifu uweze kukipata wakati muafaka. Ndugu yako katika imani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.